Kuelekea siku ya kifua kikuu duniani, kitu ambacho Tanzania inabidi tufanye, kwa sababu ili kusudi uweze kupambana na ugonjwa wa kifua kikuu unahitaji vitu kama vitatu. Kitu cha kwanza ni sera, ambacho kwa Tanzania tuna sera tayari ambazo zinatuongoza katika kupambana na kifua kikuu, na mwaka huu 2026 serikali itakwenda kuzindua mpango wa kifua kikuu na ukoma tena kwa mwaka 2026-2031. Kwa hiyo sasa tukishakuwa na sera, kitu ambacho tunahitaji ni kuweza kutafasiri ile sera kwenda kuwa katika matendo, yani translating policies into action. Moja ya kitu ambacho tunakihitaji ili kusudi tuweze kutokomeza ugonjwa wa kifua kikuu, ikiwemo kuhakikisha kwamba tunatenga rasilimali za kutosha kwa ajili ya kusaidia upatikanaji wa huduma za kifua kikuu katika maeneo mbalimbali, lakini pia kuhakikisha kwamba tunaibua wagonjwa wa kifua kikuu wa kutosha katika jamii, maana ya kwamba kuweza kuwasaidia au kuwekeza katika maafisa afya ngazi ya jamii, community health workers, ambao ndio wamekuwa wakisaidia sana, wamekuwa nguzo ya muhimu sana katika kuhakikisha kwamba uibuaji wa wagonjwa katika ngazi ya jamii unakuwa ni mkubwa. Lakini pia kitu kingine ni rasilimali watu, kuhakikisha kwamba tunakuwa na watu wa kutosha katika maeneo ya hospitali kwa ajili ya kutoa huduma ya kifua kikuu. Lakini pia kitu cha tatu ambacho tunahitaji ni tafiti kwa ajili ya kusaidia kuendeleza au kuboresha matibabu ya kifua kikuu, lakini pia pamoja na chanjo. Kwa mfano chanjo ambayo tuko nayo sasa hivi ya kifua kikuu ina takriban miaka 100. Na maana kwamba hata kadri mambo yanavyokuwa yanaenda, hata wadudu wenyewe wanakuwa wanabadilika pia. Kwa ina maana ya kwamba tunahitaji chanjo mpya ambayo itatusaidia aidha kuzuia kabisa watu kupata maambukizi ya kifua kikuu. Naamini ya kwamba tukifikia hiyo hatua tutakuwa tumepiga hatua kubwa sana, kwa sababu hii chanjo ambayo tuko nayo sasa hivi ya BCG yenyewe huwa inazuia kupata ile maambukizi makali ya kifua kikuu. Lakini pia mara nyingi watu wanapata wakiwa watoto. Ukifika mtu wa miaka almost 20-30 unakuta nguvu yake inakuwa imepungua sana. Kwa hiyo kuna uhitaji mkubwa sana kuweza kuwekeza pia katika tafiti ili kusudi kuweza kuboresha matibabu na kupata chanjo kwa ajili ya kifua kikuu.